Umetukumbusha mbali kidogo. Some of the classic joints tumezipata hapa na nyingine zilikuwa zinatukumbusha baadhi tu ya wakati ama nyakati. Sawa, baada ya kusikiliza I'll Be Missing You ya Puff Daddy pamoja na 112 wale walikuwa. Sasa tukapata wasaa pia wa kusikiliza baadhi ya mikwaju na akamkumbuka ndugu yetu bwana, kijana wetu kabisa mwenyewe Dulayo, na wimbo wake ulikuwa unaitwa Mida ya Kazi bwana. Dulayo alikuwa ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa ni very promising, lakini ndio hivyo bwana, muziki una mambo mengi sana. Kama ulisikiliza E20 hapo, kuna vitu nilikuwa naviongelea kwamba wakati mwingine wasanii hao wanahitaji watu wa kuwafanyia counseling kadri ambavyo mambo yanakuwa hayaendi mazuri, kwa sababu wakati mwingine unachokitarajia kinaweza kisitokee, na hiyo sasa inatakiwa mtu afahamu kwamba inatokea kwa watu wote. Kwa hiyo kwa wasanii pengine kwa sababu anakuwa maarufu na nini, ule mzigo unamuelemea. Ukimuelemea anakuwa anajihisi labda mnyonge na nini, kwa anaanza kutumia vitu vingine ambavyo vinaweza vikamfanya akapotea zaidi, labda uraibu wa madawa ama pombe ya kupindukia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wanapaswa kuwa na watu wao wa karibu ambao wanaweza walau kuwaweka katika hali ya usawa sana. Kupitia The Classic tumezungumza na wakongwe wengi sana, na karibuni hapa nimekuwa nazungumza sana na hawa watu wa muziki wa dansi ambao hawa mimi naweza kusema kwamba ni very strong kuwa wapo mpaka sasa. Wameshatumikia game, wengine miaka 30, wengine miaka 40, wengine miaka 25 na kuendelea, lakini wako very strong. Na watu wa muziki wa dansi hawa nadhani wao wamepitia kipindi kigumu sana katika miaka karibu 15 iliyopita. Leo tuko na Badi Bakule hapa atatuelezea, lakini hawa wako very strong na wengi nimeongea nao bado wako fresh kabisa. Yani umeona majuzi hapo tulikuwa na Hadija Kimobiteli, tulizungumza na brother Muumini Mwinjuma, umeona tumezungumza na Msafiri Diof, tukazungumza na Alichoki. Unawaona pamoja na mambo mengi ambao wameyapitia, wameweza kuwa stable na wanaendelea na muziki. So kwa upande wa wasanii wa Bongo Flava kuna namna wanapaswa kujifunza pia kwa watu hawa ambao wao wamepitia vizingiti vingi, lakini bado wameendelea kusurvive na wanaendelea kufanya shughuli zao za kimuziki. Tutakuja kuzungumza hapa na walau Badi Bakule pia tutashare naye. So tulisikiliza pia Starehe Gharama, na pia tulipata nafasi ya kusikiliza wimbo wa Craig David unaitwa What's Your Flavor. Jina lake ni Badi, afu yeye mwenyewe ni mbadi kabisa. Bana, Badi Bakule, karibu sana bana. Asante sana. Hii mic kidogo kama ilete usawa wako kama usawa wangu wa mdomo. Kama uko kwenye stage tu. Okay, sawa. Alafu isogelee kidogo. Mambo vipi mzee wangu? Bana, nashukuru Mungu. Shwari kaka mkubwa. Niko poa kabisa. Nimefurahi sana kukuona, manake wewe ndio mmoja kati ya wale wasanii wanaojificha sana uonekani. Ni kweli kabisa. Mambo anasemaje? Lakini nipo. Upo Aisee, hongera sana. Hii sauti bana, hii sauti yako hii, nilikuwa hata leo kwenye post yetu tumeweka pale. Ukasema waimbaji wa muziki wa dansi wako wengi sana. Yani wako wengi sana na ni wazuri kweli kweli. Maana ukitaka kujua waimbaji kweli kweli, njoo kwenye muziki wa dansi huko utawajua. Lakini hii sauti yako, yani kuna wengine wanaweza wakawafananisha. Ile hii ya kwako hii ilikuwa ifanani na mtu yoyote. Umeona Kwa hiyo leo nataka utuambie nini ambacho hii sauti ni natural, ulitengenezwa kwa mazoezi ama ni aje, lakini simply ya kwako wewe huwa inakuwa iko hivyo, yani peke yako kabisa? Ndio. Kikubwa kwanza naweza kusema aliyeniumba Mungu alivyoniumba, niumba na sauti hivi. Okay. Kwa hiyo sio ujanja wangu, wala sio kwa ufundi wangu, lakini yeye aliniumba. Kwa hiyo ndani ya kunyumba kwake katika sauti hii, basi na mimi nafanya juhudi na maarifa kuhakikisha kwamba nafanya vitu vizuri. Ndio maana natengeneza melody zile ambazo zinaenda vizuri na ile sauti yangu ambayo Mungu amenijalia. Ili iweze kufika vizuri kwa watu. Sawa. Bana Mbwe, naomba umsetie mic vizuri hapa, simpati vizuri. Yani ikae kama usawa wangu hivi, na imkalie usawa huo, muinulie nadhani kidogo. Ewa. Hapo nadhani tutakuwa hapo tutakuwa tuko vizuri. Sawa. I say sawa bwana. Badi Bakule, karibu sana kwenye The Classic. Na hapa bwana tumekualika bwana ili walau sasa tupate kukujua kiundani. Mimi kwa bahati nzuri ama mbaya, katika ukuaji wangu wote nimekuwa nikikusikia, nikikuona kwenye television kipindi hiyo, lakini hatukuwahi kukaa kama hivi. Umeona? Kwa hiyo leo
for the very first time I feel proud pia kuwa na kufanyia mahojiano hapa na kuheshimu kama ni moja ya, kama nilivyokuambia, waimbaji bora kabisa muziki wa dance. Sasa tuanze na the history. History inaonyesha wewe kwenye miaka ya 90 ndio ulikuwa unajiingiza rasmi kwenye hizi harakati za muziki. Hiyo ni kwa mujibu wa tafiti za kusoma hapa na pale na nini. Lakini wewe mwenyewe ndio unajua hasa lini uliingia kwenye muziki. Walau tuanzie hapo, mwaka ambao rasmi kabisa ulianza ile professionally muziki. Yeah, ni miaka hiyo ya 90, tuseme kwamba mwaka 93 ndio nilipoanza hizi pilika za kuanza sasa kuingia sehemu tofauti za bendi ndogo ndogo katika kupata ile experience ya muziki ya kuimba. Kwa hiyo mwaka 93 hiyo. Mwaka 93. Yeah. Okay. 93, kwa hiyo ni miaka 32 hiyo hapo. Niko miaka 32. Unajua sisi tumeingia wadogo kwa nayo tuna miaka 32 ya game. Oya, miaka 32 ya game na give it up kwa Badi Bakule bwana. Miaka 32 sio mchezo na una survive bado, unajua Kweli kabisa. Vijana nilikuwa tunazungumza hapa, nafikiri umenisikia, vijana wana miaka 10 tu chali, wengine 5 tu, akipata frustration kidogo za maisha anaacha, unajua sio mchezo miaka 32. Hongera sana. Asante sana. Okay, so tuanzie hiyo 1993 hiyo. Wapi hasa ulianzia? Mimi nasikia maeneo ya Manzese Midizini huko ndo ulianzia harakati huko. Bwana, habari hizo hazisemi uongo. Kwa sababu wakati namaliza tu sekondari nilikuwa kazi yangu ya kwanza nilianza pale Manzese, pale kulikuwa kuna kaka yangu anaitwa Abdalla Chuchu. Okay. Alikuwa anauza mitumba pale Manzese. Kwa hiyo na mimi nikawa namsaidia kufanya. Lakini sasa ule muda wa kupumzika kati tumetoka kupata chakula cha mchana, jua lile kali, tunapumzika kidogo chini ya mameza yale tunapiga debe. Sasa pale nikawa naimba nyimbo tofauti ambazo nazisikia kwa wakongwe wetu wale katika mabendi ya Bimale wakati ule, Sikinde, Msondo, na zile nyimbo ambazo meji. Kwa hiyo nikiimba watu wakawa wananijalia pale, wanasema wewe naimba ni radio au ni mtu? Bwana. Kwa hiyo alitokea mtu mmoja akasema mimi nitakupeleka sehemu moja kuna bendi. Pale bwana, pale wewe utafanya vizuri. Okay. Kwa hiyo ni mtu alikusikia ndo akasema kwamba nikupeleke kwenye bendi. Na yeye sio mwanamuziki wala ni mtu tu mfanya biashara tu wa mitumba pale Manzese. Kwa hiyo namna ulikuwa ukipiga pale mtumbani, mzee, watu wanaona yes. Watu wanakubali sana kiasi kwamba watu wakitoka kupata chakula cha mchana wanajaa pale ili kupata burudani kutoka kwangu. Na hiyo ulikuwa unapiga copies tu? Copy tu za waimbaji ambao wametutangulia kwenye game hizi. Unajua kina Bichuka, kina Shaban Dede, kina Niko Zengekala, kina Jerry Nation Dudumizi, kina Max Bushoke, kina Cosmas Chidumule, kina Beno Villa Antoni. Wako wengi, huwezi kuwamaliza wote, lakini walikuwa wengi, kina Eddie Shegi. Unaona bwana. Okay. Aha, so katika hao nani ambaye alikuwa na kushawishi hasa, manake mpaka ukajitengenezea na wewe identity yako hiyo ya uimbaji? Kwa kweli, kwanza mwanzo kabisa, wakati hata bado niko shule ya msingi nasoma, nilikuwa naimba sauti ya Bichuka kabisa. Bana. Sauti ya Bichuka kabisa, tena nilikuwa na ile copyright kabisa, kiimba kama Bichuka unaweza kusema ni yeye. Unaona? Na pia nilikuwa naweza kuimba zile sauti za kina Eddie Shegi. Okay. Wakina Kasalo Kianga, wale zile sauti za juzi. Tena sauti ni ladha kabisa. Okay. Lakini katika kukua na nini, sauti ikaja ikachange, ikabadilika kutoka kwenye zile sauti za juu. Lakini sasa wakati huo na mimi nishazoea kuimba hizo sauti na ndo ladha yangu iko pale. Sasa nikawa nafikiria hapa sasa itakuwaje? Na wakati mimi nilikuwa naimba hivi na nategemea nitakuwa mwimbaji na sauti yangu ndio hii. Lakini wakati nafikiria hivi nikasikia mtu mmoja anaitwa Jerry Nation Dudumizi. Akiwa anaimba kwenye nyimbo zake, nilianza kujaribu kuzisikia zile Mwamvua, Makurata na nyingine nyingi, akiwa Bimale Orchestra. Nikaanza kuvutiwa na ile sauti. Na kwa bahati nzuri mimi ni mzaliwa wa Mabibo. Sasa katika makuzi yetu ya Mabibo, bendi ambayo ilikuwa inakuja sana Mabibo ilikuwa inaitwa Bimale Orchestra. Bimale ilikuwa inakuja sana sehemu moja tu Mule Baba na ama Chaguma. Okay. Na sisi ndio maeneo yetu ya kujidai ya nyumbani. Okay. Kwa hiyo usiku tulikuwa tunapata nafasi ya kutoroka nyumbani, tunakwenda pale, tunapata chance ya kuingia ndani, tunakaa tunawasikiliza wale wakubwa. Kwa hiyo hapo nilikuwa namwangalia sasa Jerry Nation Dudumizi. Tulikuwa na mdogo wangu alikuwa anampenda sana Shaban Dede. Na wakati ule Jerry Nation yupo na Shaban Dede yupo. Kwa hiyo tukifika pale, Shaban Dede alikuwa anakaa nguzo ya kushoto, Jerry Nation anakaa nguzo ya kulia. Kwa hiyo kila mtu tunagawana nguzo pale. Huyu anakaa nguzo ya kulia, mimi ya kushoto, namsikiza Jerry Nation Dudumizi. Kwa hiyo hapo ndipo nilipoanza kuona
Jerry Nation ndio mwimbaji ambao namfuata sana. Kwa hiyo ni kama kulikuwa kuna hadithi ya mchanganyiko wa vipaji kadhaa hivi baadaye, lakini ukampata huyo mmoja. Naam. Okay. So nini kilikufanya uka switch, ukaiacha ile sauti ya juu kabisa alafu kaamua uimbe hiyo nyingine ambayo ulifuata baadaye? Kwanza nilikuwa naamini kwamba kuimba labda ni lazima uimbe juu mwanzoni. Okay. Sasa kwa ilipokuwa ile sauti ya kuimba huko juu hakuna, nikajiuliza sasa hapa itakuwaje? Lakini baada ya kusikia zile ladha za waimbaji wa sauti ya chini kama Jerry Nation, aliweza kunishawishi kuona kwamba sauti za chini zina ladha sana. Na sauti za chini kwa kweli hata kwenye game muda mrefu sana zinadumu. Kuliko za juu. Chunguza sana. I say? Chunguza sana utagundua hicho kitu. Ndio maana unakuta hata kina Pepe Kale wale nini, kina Marijani Rajab, walikuwa na kwa hiyo hata waimbaji wetu mfano wa sauti za juu unaona wanachanganya sauti. Ukimsikiza Alichoki utasikia anaimba sauti za juu. Lakini kuna nyimbo nyingine utasikia najaribu kunywa maji napata kwikwi napojaribu kunywa pombe. Sio anachanganya ladha. Kwa vitu kama vile vinaleta ladha nzuri sana. Kwa hiyo mimi ndio kajikita kwenye sauti za chini. Kama zile za Jerry Nation, aswa Jerry Nation Dudumizi. Hapa kwa mfano hapa kuna wimbo ulopita hapo nimeupiga hapa, una mengi yamenikuta. Ndio. Hiyo sehemu ambayo uliingia hapo ulibadilisha kabisa hiyo test ya muziki hapo. Unaweza ukaipiga hapo? Naweza. Hebu tupigie. Mawe yangeletisia ulila mwana yawe yalila najaribu kumubembeleza ya yanga taikwenda lele bora umerudi salama nyumbani fikiri madinda kamwe usilipize kisasi Hamisi Bwela uishi na watu ni kazi Asha Baraka mama. Mbo umesikia hiyo? Now this is what we call a cappella. Msikilizaji au kama unatazama YouTube, umeisikia hiyo sauti hapo, haina effect, haina nini. Kuna tano hapa mwanangu. Hongera sana mzee wangu. Hii sauti imetoka hapo, imetoka clean kabisa yani. Hapo na tumepiga hamna chombo hamna nini. Na hata kwenye huo wimbo hapo ulipoingia kwenye hicho kipande, yani hiyo test ilibadilika ghafla yani, umeona? Kwa hiyo pale sasa ndo nikasema huyu kweli mwamba. Umeona? So leo umenipa somo kwamba wakati mwingine tuna inawezekana ikawa tunawatazama sana wanaopiga sauti za juu. Lakini kumbe wanaopiga sauti za kati hapo pia ni watu hatari sana. Siku moja nilipokuwa nazungumza na muumini hapa. Muumini kana mwambia kuhusiana na sauti za juu. Na yeye mwenyewe akakiri akasema bwana, katika sauti za juu tuko watatu ambao ni hatari sana. Akamsema yuko yeye, pia alikuwepo mkali anaitwa Alichoki of course. Sasa mzee wa kazi huyo. Alafu pia na marehemu Waziri Sonyo. Na muumini akasema anakwenda Waziri Sonyo, anafikiri wako wachache sana ambao wanaweza kwenda, bali alisema sana ni yeye na Choki. Ni kweli kabisa. Anakwenda juu sana yani. Ni kweli. Mnapokuwa mnafanya mazoezi inakuaje? Na huwa naogopa sana watu ambao wanakwenda juu. Yaani nahisi kama mazoezi yao yanakuwa ni ya kitofauti kabisa, ama inakuaje? Hapana, ile ni mtu tu alivyozaliwa. Ni mtu alivyozaliwa. Hayusiana na mazoezi? Hapana. Yaani mazoezi ni kitu cha ziada, lakini kitu cha kwanza kinachotangulia ni mtu alivyozaliwa. Kama hivi tunavyoongea, sauti zetu ni tofauti. Unaona? Mimi naweza nikaiga sauti yako, nawe ukaiga sauti yangu, lakini zina utofauti mpaka tujaribu hivyo, au sio? Mimi nafikiri yule labda ambaye atakafanya mazoezi sana ya kwenda juu, labda ni yule ambaye mwimbaji wa sauti za chini ndio afanye mazoezi ya kwenda juu, lakini mwimbaji wa sauti za juu yeye ndio sauti yake. Ndio maana hata kama ukienda kuja kwenye kuimba huko, ukimwimbisha sauti ya chini kama unamuonea, anaweza kaimba lakini isijae sana ikawa poa. Au labda ya chini hiyo ambayo kuna sauti nyingine ziko juu sana, kuna za chini ambazo ziko juu lakini pia hizo anaweza akawa tu akaimba vizuri. Lakini sauti za chini
ni kama mfano unavyoona Rogatiega Katapila au Badi Bakule ama tuseme kina Zaglebu Tamu labda alivyokuwa yule nani yule alikuwa anaitwa acha tamaa mwanangu alinikana mama alieneza yule anaitwa nani mwenye nimemsahau jina pia sasa watu kama hao ni waimbaji wa sauti za juu. Hata sauti za chini sauti za chini sauti za juu unakuta tunaenda kwa wakati tu fulani kwa kidogo katika kupendezesha, kwa sababu kuna wakati unaimba chini, watu wengine utapanda kidogo juu, watu wengine utaimba katikati, lakini sisi sio wa kukaa moja kwa moja juu. Kwa hiyo kila mwimbaji ana sauti yake, ndio Mungu alivyomuumba. Okay. Yeah. What makes nini huwa kinamfanya, unajua mtu wa kawaida, kwa mfano mimi hapa na DJ Mbu hapa tukisema saa hizi tujaribu. Mimi nishakuwa nafanya mazoezi ya kuimba kipindi hicho nyuma huko wakati wa ukwaji na nini. Ukitaka kupanda juu bwana, kuna kitu fulani hivi kinakuangua hapo, unajikuta unakooa. Ndio. Sasa hiyo ni kwa sababu koo lako halijazoea kuimba mara kwa mara. Okay. Zoea kuimba. Hiyo kitu kinapotea. Kuna experience kabisa ya Bishop na wasanii wa Bongo Flava hawataki kwenda yani kuimbia juu. Hataki kabisa. Anakwambia, na kuna kipindi fulani nakumbuka kuna the classic, kuna mtu mmoja tulizungumza hapa akasema nenda wewe hivyo uone kama huja kuoa. Yaani kikawaida kuna mtu anapatwa na kikohozi cha ghafla. Kinachowasaidia wanamuziki wa muziki wa dance, yani kama hivi unavyoona hapa sasa hivi, kwa muda ambao niko kwenye muziki au sio? Miaka mingi au sio? Miaka mingi. Kwa muda ambao niko kwenye muziki miaka mingi, sisi sio wanamuziki labda tutakaa unapiga show moja unakaa mwezi. Ni mnafanya kila siku almost. Tunapiga show mara kwa mara. Sasa toka umri huo mpaka sasa hivi mimi kwenye jukwaa kwa wiki sikosi mara 3, mara 4 ikishika sana labda mara 2. Labda itokee mara moja ndio iwe mara moja. Au sio? Kwa maana hiyo kila siku naimba, kwa langu linakuwa limeshazoea. Nini pia kinafanya sauti hazikauki? Yaani wasanii wengine hawa siwasemi sana, lakini hawa watu wa Bongo Flava labda na aina nyingine za muziki ambazo kama ulivyosema hawa performs tu mara kwa mara, lakini mara nyingi akipiga leo ikitokea akapiga tena na kesho, mara nyingi tena the third day sauti imekata. Okay. Unamsikia na unguruma tu yani. Sasa hapo kuna tegemea, kwa sababu kuna mambo mawili. Kuna jambo la kwanza hiyo kutopiga show mara kwa mara. Okay. Kwa hiyo unakaa muda mrefu bila kufanya kazi. Kwa hiyo inaweza ikakufanya siku unapanda kwenye jukwaa ukaimba hata nyimbo ya kwanza vizuri, ya pili vizuri, lakini unapoenda mbele sauti inakata. Lakini pia kuna mambo labda vitu vya kuzingatia. Kwa sababu mtu unapokwenda, unajua unaenda kupiga show, huwezi kuwa unazurura mchana kutwa, unaona bwana uko kule au sio? Lazima uwe na utulivu, uwe na muda wa kupumzika vizuri, kulala kidogo na nini, na hata kuzingatia vitu unavyokula, unavyotumia, au sio? Ili kufanya hiyo kazi yako iweze kwenda vizuri au sauti kwenda vizuri. Lakini kama unakuwa unakunywa pombe mchana, afu unaenda mchana hujapumzika vizuri, umekunywa pombe, huwezi kwenda kuimba vizuri. Okay. Nilizungumza na muumini hapa, alisema pia kuhusiana na chakula bwana, akaa anasema vyakula vya viungo hivi, sijui pilau, sijui sio mambo yake kabisa. Hasa mafuta mengi sio mazuri. Mafuta mengi inakuwa sio vizuri. Kwa wanangu DJ Mbu wanaopiga vidari chips vidari na kwaje, ndio wanakuwa effect kwa wingi effect sana. I say, kwa hiyo menu pia inakuwa ni ya kuzingatia sana katika uimbaji uliokuwa bora kabisa. Kwa kikawaida bado wewe unakulaga nini na nini yani? Mimi bana, mlo wangu mkubwa sana si ni uhitaji, ni mchemsho. Okay. Napenda sana kwa sababu mara nyingi na napenda kupika. Okay, unapika mwenyewe? Okay. Na natengeneza viazi mviringo na ndizi Bukoba na ndizi au sio? Sasa aidha niweke samaki mbichi ama niweke nyama ya kawaida, lakini hapo ndani hapo lazima kuwe na njegere mbichi. Okay. Ama mbazi mbichi. Ama kunde mbichi. Kwa hiyo mchanganyiko ndo mara nyingi mimi napenda. Unapenda huko? Okay. Nimemsikia pia muumini alikuwa alizitaja sana ndizi, akawa anasema kwamba ndizi ndio kitu ambacho yeye mwenyewe pia anapendelea kula. Ndio. Kwa hiyo inakuwa inajenga kabisa, inatunza vizuri. Iko vizuri. I say ndio na sisi pia tunapata darasa humu, tunajifunzia humu kuhusiana na aina za
vyakula ambavyo waimbaji bora, so alimradi muimbaji, tunazungumzia waimbaji bora kabisa, au sio? Sawa. Sasa Badi, kuna ukiachana na zile bendi zako za awali zile mbili ulibadilisha yeye ulipokuwa Manzese huko. Kuna muda nasemekana uliondoka ukaingia zako mkoani Kilimanjaro hapo. Ndio. Moshi hapo Kweli. Jailani bendi hiyo ilikuwa inaitwa. Sawa kabisa. Hapo hebu tupe kidogo nini kilikupeleka Kilimanjaro, Moshi hapo Kilimanjaro hapo? Wakati nilipo katika mizunguko yetu ya kuangaikia mambo ya muziki, niliingia bendi fulani pale Tandale. Wakati unaitwa DBR Stars. DBR. Okay. Kulikuwa kuna mtu mmoja dada zetu wakubwa wale akina Mangere Sange. Nakumbuka tulikutana pale, nilimkuta Sale Kupaza, lakini mimi nilikuwa bado underground sana. Kina Kupaza alikuwa tayari waimbaji wanaimba pale. Okay. Kwa hiyo sisi kama vile tulikuwa tunatokea bench. Wale nilipokuwa pale alikuja Rashidi Kalala, mdogo wake Hamza Kalala, ambaye alimpata jamaa mmoja kutoka mkoa wa Kilimanjaro anaitwa Hamadi Ramole. Yeye alikuja Dar es Salaam kutafuta wanamuziki aanzishe bendi pale mkoani Kilimanjaro ambayo ndio hiyo Jailan Group. Okay. Kwa hiyo Rashidi Kalala yeye ndio akatuchukua sisi, wakati huo tulikuwa vijana wadogo tulikuwa kuna kijana mwingine anaitwa Miki Jani, kwa drums kulikuwa kuna Jado Filifosi na Baba Isaya. Wengi tulikwenda kina Mapunda Mti Mkavu, wakati ule jamaa alitokea Bantu Group, ndio tukaingia Moshi Kilimanjaro. Kwa hiyo tukafanya kazi Moshi Kilimanjaro na hiyo bendi ya Jailani. Baada ya hapo mambo kidogo yakawa, unajua mkoa wa Kilimanjaro kidogo kwenye mambo ya muziki sio mkoa wa kusema ukae pale pale labda mkapiga show muendelee na safari, lakini sio kukaa pale pale. Sasa mambo yakwenda vizuri sana, tukaamua sisi kama sisi tuondoke sisi wanamuziki kwenda Arusha. Okay. Tukajikusanya tukaondoka kuiacha Jailani tukaenda Arusha. Kufika Arusha kwa sababu tulikuwa kama grupu iwe pamoja, lakini sasa tumefika kule hatuwezi kuwa pamoja kwa sababu bendi zina watu. Kila bendi na watu hawezi kuchukua kundi lote kwa pamoja. Okay. Kwa tukajikuta tumegawanyika, kila mtu amekwenda kundi lake. Hao kina Miki walikwenda Chinese restaurant, yeye na Baba Isaya. Mimi na Jado tukaenda Eagle Group, ilikuwa pale Equator Hotel Arusha hapo. Baadaye tukajiunga pamoja, tulipata same tena BOT Club. Tulikuwa kuna bendi inapiga, walikosana katika maelewano ya kimaslahi, wakaondoka, sisi tukapata nafasi ya kujikusanya tena pamoja, tukajiita Sayari Bendi. Okay. Sayari Bendi ndio tukapiga pale BOT Club. Pale ndio tulipopata nafasi sasa ya jamaa mmoja kutuona, anaitwa Fred Opondo, alitokea Nairobi, Kenya. Akasema kwa hivi mlivyo na umri wenu unaweza mkaingia Nairobi pale mkafanya kazi. Akasema, tukamuuliza kweli? Basi atufanyia mipango ya passport, tukaingia Nairobi mwaka 95. Nipata hiyo story ya kwamba mkaelekea na wewe na mkaelekea hapo Kenya. Okay. 95 ile Nairobi pale mpaka mwaka 2000 ndio niliacha bendi ambayo tulikuwa pamoja Nairobi ambayo ni Sayari Bendi. Tukajoin na Muumini Juma, Rashidi Sumuni, Amina Ngaruma, Athmani Majuto, mtoto wa mzee Majuto, yeye mpiga bass hapo, Athmani Majuto. Tukaenda Mombasa kuanzisha bendi inaitwa Sky Sound. Okay. Na wakati mnaingia huko tayari kulikuwa kuna utawala wa mjomba Choki huko na Muumini, si ndio? Wakati tunaingia au mliambatana pamoja? Hapana, mimi nafikiri niliwakuta. Wewe uliwakuta? Wakuta kule Nairobi tayari wao washakuwa wenyeji. Wakuta washakuwa wenyeji. Lakini tumekutana, tukawa tunakutana hata kwenye concert, tunatembeleana. Tulikuwa pamoja kwenye bendi. Lakini tunatembeleana kwenye concert. Kama Choki alikuwa anakuja sana, tukipiga sehemu mbili alikuwa anakuja sana. Tukipiga Readers Club. Okay. Nasahau tena nasema Readers Club ya Dar es Salaam. Kulikuwa kunaitwa Freemark. Ambayo tunapenda sana kupiga bonanza kama vile Readers pale. Okay. Freemark iko katikati ya Nairobi pale. Alikuwa anakuja Alichoki kututembelea. Tunajoin naye kidogo mambo mbili tatu naye. Lakini pia alikuwa anakuja sehemu moja alikuwa Africa Road. Okay. Wanda Hotel. Hotel moja ya alikuwa naibu waziri kule Kenya anaitwa Gideon Ndambuki, tulikuwa anapiga pale. Kwa hiyo Choki alikuwa anakuja. Pia Muumini tulikuwa tunakutana naye wakati mwingine alikuwa na Benga Afrika, wakati mwingine alikuwa na Bwagamel Sound. Okay. Tulikuwa tunakutana pia sehemu tofauti. Ujumbe wako hapo, na kama unamfurahia Badi Bakule
Basi amekusikia salamu zako hizo bana. Ndio namsikia bana. Ya watu wapo hapo bana, watu wapo wanakufuatilia, kwa hivyo najua nao pia wamekumisi, kwa hivyo wanakuwa wanafurahia sana kusikia hizi story. Ni kweli kabisa, ni kweli. Sawa. Tulikuwa tunazungumza namna ambavyo mliingia Kenya na kuanza sasa pirika za kimuziki pale. Ndio. Kenya ilikuwa ni sehemu ambayo mlienda kama mlikwenda kujichukulia ka utawala fulani hivi manake ukiangalia historia Mzee Choki Kenya alikuwepo hapo, Muumini Kenya, Msafiri Diof pia alipita hapo Kenya, wewe pia ulipita hapo Kenya. Ni kwamba walikuwa wanapenda nini hasa kutoka kwa wasanii wa kutoka huku Tanzania wa muziki wa dance? Inaonekana kuna namna mlikuwa mna kitu kinawavuta sana. Kwanza kwa bahati nzuri tuseme tu Watanzania waliotangulia waliweka historia nzuri kule. Kwa mfano kwamba hata sisi tuko wadogo tunasoma mashuleni tunasikia Lesi Wanyika, Simba Wanyika, umeona bwana? Kwa hiyo walifanya vizuri kule Kenya, walikubalika sana. Okay. Sana. Kwa hiyo ilikuwa imeshatengeneza sifa nzuri kwa Watanzania. Okay. Na bahati nzuri kila Watanzania walipokwenda kule walifanya vizuri. Wale wengi tu wamekwenda kule wamefanya vizuri. Na uzuri wetu wa Tanzania ni kitu kimoja ambacho kinatusaidia tufanye vizuri. Yeah. Yaani tunapokuwa mfano kama Kenya pale kuna muziki ya Lingala. Yeah. Ambayo unakuta kuna nyimbo zimeiti pale na wanazijua nyingi tu za bendi tofauti au wasanii tofauti wana muziki tofauti wanazijua. Kwa hiyo unafika kwenye ukumbi wengine wanaomba hizo nyimbo wapigiwe. Sasa sisi bahati nzuri wa Tanzania tulikuwa tuna uwezo wa kuimba Kiswahili vizuri. Kwa hiyo nyimbo zetu za Kiswahili vizuri na watu wanakielewa na wanapenda Kiswahili chetu. Yeah. Alafu pia tuna uwezo wa kuzikopi vizuri nyimbo zile za Lingala, hata kama kaimba Koffi Olomide, kaimba Wera Soni, kaimba Fally Ipupa, Jibe Mpiana, Papa Wemba. Sisi tulikuwa tunaweza kuzikopi na tukaziimba vizuri tu. Na wakati mwingine hata wakonge wengine wakawa wanashangaa nasema wewe kule ni Mtanzania, hawaamini. Kwa hiyo hiyo imetufanya tukubalike sana. Namna ya kuzihifadhi kichwani hizo nyimbo pia. Naam. Ilikuwa inastaajabisha sana. Wakati mwingine hata lugha ambazo hamzifahamu kama mnaruka nazo wanasema. Kabisa. Okay. Kabisa. I say safi sana. So safari ya Kenya ilikuja ikaishia wapi? Safari ya Kenya nafikiri baada ya kukaa Kenya kwa muda kutoka mwaka 1995 1995 mpaka 2000 ndio nilielekea Mombasa. Sasa pale ndo nikajoin kama nilivyosema pale mwanzo, nilikuwa na Amina Ngaruma, Mjuma Mumini, Rashid Sumuni, Alsmani Majuto pamoja na Mick Jan. Okay. Tukaenda kuunda bendi inaitwa Sky Sound. Okay. Pale Sky Sound pale hiyo Mombasa hiyo. Okay. Na kwa kipindi fulani sisi wenyewe tukakubaliana tukamvuta mzee wetu Kasalo Kianga kabla hajafariki wakati huo. Okay. Basi tukafanya kazi pale mwaka 2000 ule. Nakumbuka Prince Mumeni alinifuata, yeye aliondoka akatuacha kabla sisi kurudi huko. Alirudi Dar es Salaam. Lakini alirudi tena Mombasa akanifuata akaniambia bana kuna bendi inaundwa inaitwa Mchinga Sound. Kwa hiyo twende kule unahitajika tukajiunge, nimependekeza kule uwepo. Mumini alikustua. Ilikuwa rahisi mnapeana tu michongo wazee, hamna noma kabisa. Na mimi wakati huo hamna mtu ananijua hapa Dar es Salaam au Tanzania. Unaona? Kwa sababu yeye ameniona Nairobi na ndio maana alitaka twende wote Mombasa. Tukaenda Mombasa wote tukafanya kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi vizuri sana toka kule tulipokwenda Mombasa. Kwa hiyo alipofika huku baada ya yeye kwenda kule Mchinga Sound alinipendekeza na mimi jina langu niliwepo na mimi nika join na Mchinga Sound. Na kweli nilirudi hapa mwaka 2000 ile katikati hivi nilirudi hapa ili nikuja kuongea na Mchinga Sound kama ikiwezekana ni join. Lakini bahati mbaya wakati ule nakumbuka pale Mchinga alikuwa kiongozi alikuwa ni marehemu Adolf Mbinga. Adolf Mbinga. Sasa yeye naona kama kule hakuelewa lengo la Muumini, kwamba Muumini aliona ubora wangu. Kwa hiyo alitaka kunileta pale tufanye kazi vizuri, lakini yeye akaona kama sijaliolewa vipi. Nikawa namsikia pale kwa mbali, mimi niko pembeni kwamba
bwana usituletee wa Kenya hapa bwana. Anatuletea Mkenya hapa kwa nini? Alidhani wewe Mkenya? Mimi anataka kumwambia sio Mkenya ni Mtanzania, hamna, usituletee wa Kenya. Mimi kwa namna ile nikaona sasa hapa karibu. Kwani nikaamua kurudi Mombasa. Okay. Mombasa. Lakini kwa hiyo ile hamu ya kutaka kujiunga na wale Mchinga ikawa imeishia hapo. Imeisha hapo kwa sababu jamaa hakunielewa kabisa. Okay. Alijua mimi Mkenya, sijui hapa si ilikuwa vipi. Kwa hiyo nikarudi Mombasa. Kurudi Mombasa nikajua ni na wenzangu ambao niliwaacha kule. Tukaendelea na kama kawaida. Baadaye sababu tulikuwa tunafanya kazi pale chini ya udhamini wa Muhindi alikuwa anaitwa Hanifu Kaka. Yule bwana aliamua kutuachia vile vyombo vya muziki. Akasema nini, vyombo hivi chukueni, kama mnataka kuendelea na safari zenu ya muziki endeleeni. Yeye alikuwa anaachana na biashara. Okay. Kwa hiyo sisi tukaamua kurudi navyo Nairobi tena vile vyombo. Tumekaa Nairobi pale tukafanya kazi, lakini wakati huo ndio Juma Momeni bado sasa anatutafuta tena kurudi Tanzania. Okay. Kuja kuanzisha African Revolution Tamtam. Kwa hiyo tukakutana, maongezi yakafanyika. Nafikiri tulikuja hapa tukafanya maongezi Upanga pale kwa Msuru wa Baraka. Basi mikataba ikaanza pale, ndio tukarudi Tanzania sasa mwaka 2001 kuja kuanzisha African Revolution hiyo Tamtam. Wakati huo tumekuta inaitwa Chumbe Chumbe. Tulifikia moja kwa moja Bahari Beach Hotel pale ndio kufanya kambi pale. Okay. Tamtam. Kwa hiyo manyimbo yote ya Tamtam ya albamu ya kwanza Tunda Chande, Tunda Chande, Mjomba Njaa, Mapendo, Shangingi la Karne, zote zili Usia wa Baba. Usia wa Baba ile ni albamu baada ya Mwingine Kondoka. Okay, ile baadaye. Baada ya Mwingine Kondoka. Kwa hiyo hizo tulikaa Bahari Beach Hotel. Tukazifanyia mazoezi albamu ya kwanza, tukazirekodi. Albamu ya pili ndio ilikuwa sasa Mgumba, Paulina, Vijana Pembe, na nyingine inaitwa Manyanyaso Kazini. Okay. Paulina. Okay. I say, sawa bana. Shukrani sana kwa historia nzuri sana. So, msikilizaji, ningependa tucheze huu hapa, moja kati ya nyimbo ambazo wamezitaja hapa, lakini hii ilikuwa imetoka kwenye album ya pili sasa na inaitwa Vijino Pembe. Hii ni wimbo ambao uliutunga mwenyewe bila shaka kabisa. Historia inaonyesha hivyo. So let's have this one, inaitwa Vijino Pembe, ambapo hapa sasa ndio anazungumzia baada ya ameshatoka zake Kenya, amerudi mara ya pili baada ya mara ya kwanza kutoswa sasa ya Mchinga Sound. Baada ya kutoswa mara ya kwanza akarudi, na alipofika sasa huko akiwa na African Revolution, hapo ndio akapiga moja kati ya kazi nzuri na bora za kwake ambayo inaitwa Vijino Pembe. Kipande fulani hivi kile kipande tunaweza kukihesabu kama ni rap kile cha Neema. Kile ni rap ama kilikuwa cha kawaida? Ni rap ile. Ile nadhani ni moja kati ya alama yako kubwa sana ile cha Neema. Hebu tupigie bana akapela yake kidogo hapa. Hai Neema, Neema, hai Neema, hai Neema, siponema leo utanema lini, badi bakule Neema, Neema, hai Neema, mukandarasi Neema, usiponema leo utanema lini. Aise, hicho kipande hicho likamua sana hicho. Nafikiri ilikuwa ni moja kati ya alama zako, yani unajua kikifika hicho mtu yani kilikuwa kinaamsha yani. Ndio. Ukizingatia time hizo watu wanakuwa washawaka. Kabisa. Wale mzee mbu hapo watu sana kwa shawaka mida hiyo. Kwa hiyo watu wanakuwa washawaka hapo. Kwa hiyo hapo mzee akisikia hapo utaeleza nini? By the way, huu ulikuwa ni miongoni mwa nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana. Hongera sana kwa hilo. Asante sana. So ndani ya African Revolution pale ulivyoingia hukukaa sana na Muumini, si ndio? Muumini akawa amechomoka. Nafikiri tulifanya albamu mbili pale. Mwaka 2001 ndio albamu ile ambayo ilikuwa ina Tunda. Albamu inaitwa Maisha ya Kitendawili. Ndio ilikuwa ni Tunda ile pamoja na Chande ambayo nimetunga mimi. Sawa. Lakini 2002
ndio albamu ile ambayo ilikuwa na Mgumba. Ya Mgumba, sawa. Pamoja na Paulina. Sawa. Pamoja na hiyo Vijino Pembe na nyimbo nyingine mengi. Okay. Kwa hiyo tulifanya na albamu mbili tu. 2001 na 2002. Baada hapo ndio aliondoka, sasa nikawa na Waziri Somi pale. Yeah. Inasemekana kuwa that was a time ambayo pia ndani ya manake ni African Revolutions, alafu sasa kulikuwa na hawa African Stars Twanga Pepeta. Nataka nisikie upande wako. Waga nasikia kila sehemu, kwa hiyo najaribu kuanisha stories. Ndani ya manake hawa nyinyi hapo ni ndugu wawili hapo tayari, baba mmoja, lakini kila mmoja amepewa jitegemee peke yake. Na katika kujitegemea kila mtu ana biashara zake, biashara zikawa zimekuwa kubwa, si ndio? Inasemekana wenyewe kwa wenyewe pale mlikuwa mna upinzani mmoja yani mkali sana, kiasi ambacho kama ikawa ni beef hivi za ukweli kabisa. Kwa upande wako ilikuwaje? Face vipi hiyo? Upinzani kweli ulikuwepo, na upinzani huu ulikuja kwa sababu hakuna aliyetarajia kwamba African Revolution itakuwa ni bendi ambayo itakuja kuwa noma au kufanya jambo fulani. Kwa hiyo watu hawakutegemea. Sasa kama watu walikuwa wameshajiset kwenye standard zao na hawakutegemea kwamba hiki kitu kitakuja kwenye standard hizo, kwa hiyo ilileta shock kidogo. Ilikuwa ina frustrate. Kwa hiyo ilifikia wakati sasa imeleta kama vile upinzani, kwa sababu wengine nao walichangia kusababisha mambo yawe makubwa zaidi ni mashabiki. Kwa sababu walibuka mashabiki ambao walipenda sana African Revolution. Yani uambii kitu, uko tayari kupigana, uko tayari kugombana. Wakati ni mdogo wa African Stars. Okay. Na wapo watu ambao walikuwa uambii kitu kuhusu African Stars Twanga Pepeta. Wako tayari kupigana, wako tayari vyovyote vifike. Unaona? Kwa hiyo katika hali kama hiyo, vitu kama hivyo vilikuwa vinatokea. Upinzani unapozidi sasa, wakati mwingine kwa sisi wengine labda hatuna ile sana, sisi tunafanya kama kazi tu, hao watafanya kazi na kazi. Lakini sasa wale ambao wanakuja wakati huo, unakumbuka kulikuwa kuna makempu haya. Makempu Twanga Pepeta wana makempu yao, Tamtam naye alikuwa na makempu yake. Na bahati nzuri na sisi tulikuwa na makempu mpaka mikoa yote ya Tanzania. Ukienda Arusha unakuta Tamtam Salam Club wote wanasupport Tamtam. Kwa hiyo na Twanga Pepeta nao walikuwa na makempu yao mengi tu. Sasa wale mashabiki sasa wale na wana makempu hao, ilifika wakati sasa hawajui kwamba hawa ni ndugu wala nini, wanakuambia huyu zaidi, wengine wanakuambia huyu hapana, huyu zaidi. Kwa hiyo ilifikia wakati fulani mambo yalifikia kuwa kama vile inakwenda kwenye bifu. Na mimi bado nakumbuka namna ambavyo ilivyokuwa, na nadhani hizo camps hizo ndo zilikuwa zina, kama ambavyo umesema, zilikuwa zinaleta huo upinzani na nini, watu wakawa wanachuana pale. Ndio. Leo hebu tuzungumzie hizi camp hizi kwa namna ambavyo zilivyokuepo kipindi kile, ni ziliwabusi kwa kiasi gani? Kwa sababu sasa hivi hamna tena vitu hivyo. Kwa kweli camp zilikuwa nzuri sana, zilileta hamasa sana. Yani hamasa ilikuwa kubwa sana. Yani kama vile unavyoona mfano Simba na Yanga, si unaona matawi. Yani matawi ndio kama zile camp sasa. Unaona wana support sana, hata vingilio kama kwenye kiwanja si wanalipa, wanaingia. Wananunua jezi, wanalipa kadi zile, wengine wazao wanachama. Hivi tu kama hivyo. Sasa wale walikuwa na support sana, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wanaingia kwa kiingilio. Sawa. Unaona, ila kukiwa na zile concert kubwa kabisa zile ambazo tunahitaji nao uwepo wao, kulikuwa kuna utaratibu fulani unawekwa kwamba tiketi inauzwa labda tuseme kwa sasa hivi tunaweza kusema 10,000, basi wao watafanywa labda kwa 7,000 au 8,000, nao watachangia, hawaingii bure kabisa. Kwa mlikuwa mnawafanyiaga hivyo na wao walikuwa wanapenda kufanya hivyo kwa sababu wanaona wana support. Najaribu tu kufikiria ule upendo ule ambao ulikuwa unapatikana vile na watu wanajitoa. Ni moja kati ya vitu vigumu sana sasa hivi kuvipata. Sio tu kwenu, hata kwenye muziki yote, yani naona watu wana struggle kupata support kama ile. Kwa experience yako nadhani nini kimepunguza ile nguvu ya camp? Na kwa sababu yani ukiangalia hakuna sababu ya msingi, kwa sababu kama watu kutoka wanatoka na watu wanakutana, ila ule umoja umekatika yani haupo. Yani kila mtu sasa hivi na 50 zake, watu wanakutana tu labda kwenye kuulewa watu na vitu kama hivyo. Mimi nafikiri
kuna mambo kama mawili au matatu. Jambo la kwanza, unajua kuna kipindi fulani muziki wetu wa dance ulipata misukosuko. Kusema umepata misukosuko. Na misukosuko huyo ilikwenda mpaka ikafikia wakati hata media kama hivi kupata nafasi kama hii ambayo sasa ipo ilikuwa sio najua, nakumbuka kabisa. Na sisi kilichotufanya tuwe kama sisi, maana wanasema shughuli ni watu na watu wenyewe ndio sisi, lakini bila nyinyi hatusingekuwa sisi. Sahihi kabisa. Kwa hiyo kuwepo pale tulipokuwa ilikuwa ni support kubwa sana ya media. Sio sisi tu pekee tu, hapana. Kwa hiyo ile support ilipopungua, hata ile nguvu nayo ilipungua. Unajua watu wanaposikia, unajua mtu anapokusikia wewe unaongea labda umesimama pale na anapokusikia kwenye chombo kama hiki ni tofauti. Sahihi. Na hata sasa hivi kuna mitandao ya kijamii. Mtandao wa kijamii hauna nguvu kama ya media kama hii ya EFM. Kitu kinachotoka EFM kinaaminika zaidi kuliko kile cha kwenye mtandao, kwa sababu kuna maprofessional wa habari. Kabisa. Unaona, kwenye mtandao mtu yote anaweza kaingiza anaweza habari, sio professional yake, au sio? Sure. Na ndio maana ikitokea jambo linaweza likazunguka mtandaoni, mtu akawa anasikilizia chombo cha habari kitasemaje kwanza. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo ile nguvu ya media hizi support sana. Ilifanya hata watu wakaona hiki ni kitu kikubwa na chenye maana. Kwa hiyo na wao wakaingia kusupport. Ndio narudi tena pale kama unavyosikia mfano kama hivi Simba na Yanga. Hivi media nazo zinachangia sana kufanya wale mafansi waone kwamba timu zetu zipo na zinafanya hiki na kupata habari zao na mara kwa mara, si ndio? Sure. Kwa hiyo nafikiri support ya media kidogo ilipungua. Sawa. Ndio tunazungumzia hapo upendo, jamani. Upendo ni moja kati ya vitu muhimu sana, na we need to create bond, yani sisi wenyewe, au sio bwana? Kila mmoja anapo create bond kwa mwenzie, ndio vitu vyote vinaweza vikapatikana pia. Sasa tulizungumza upande wa uimbaji na namna ambavyo ulikoanzia. Kuna swala jingine hapa ambalo lipo la utunzi. Sio wote ambao wanakuwa wanabarikiwa kuweza kujua kuimba na kutunga. Wewe ulitolea wapi sasa utaalamu wa kutunga? Kusema kweli hata mimi mwenyewe najishangaa. Kwa sababu mimi wakati niko shule ya msingi, tena madarasa chini kama darasa la kuanzia la 5 hivi. Yaani nilikuwa naandika tu nyimbo. Hata kama wakati mwingine sizimalizi. Unaona? Naweza nikaandika sizimalize, nikaiacha robo au nusu. Kwa hiyo nilikuwa na vipande vingi vya nyimbo ambazo naviandika lakini havikamiliki. Naona wengine imefika katikati, mwingine imejichia hapa, mwingine naona imekamilika lakini sijaridhika. Lakini hapo ulikuwa unatumia experience ya nyimbo unazozisikia. Sawa kabisa. Nyimbo unazozisikia na ile kichwa changu kinazunguka kufanya vitu kama vile, kwa sababu unajua mimi utunzi wangu sio mara nyingi labda ni mpaka kila kitu niandike hivi. Mimi naweza nikakaa nikakuta kuna wakati inanijia wimbo ama inanijia melody. Ile melody inanijia inakuwa inazunguka mara kwa mara kichwani kwangu. Kwa hiyo naweza nikaamua niandike sasa mistari kupitia melody ile. Umekuwa ukiutuma hapa kupitia YouTube account yetu ya EFM Tanzania. Emmanuel J Kawiche anasema amefurahia sana bwana, anasema anakumbuka vya kale ni dhahabu. Kabisa Emmanuel J Kawiche, asante sana. Na tuko na mzee Badi Bakule, drop ya swali lako hapo sasa hivi hapo YouTube. Shukrani ziende kwa Lucas Laurian, anasema Badi Bakule mwimbaji bora sana, kanikumbusha ukumbi wa 92 Hotel Shekilango miaka 95 Dar es Salaam. Hapo mshakamua hapo 92 Sawa. Asante, tumemkumbusha hapo. Asante bwana Lucas Laurian. Lusajo Kitwiko anasema Lusajo Kitwika kutoka Tanga, anasema nimeamka ghafla kusikia Badi Bakule yuko hewani. Bwana yupo bwana, asante pia brother Lusajo Kitwika. Prekavikar Victor anasema mpe hongera yake kwa kuwa hai hadi kwenye game, na wewe Kuvichaka nashukuru kwa kuleta kipindi Kuvi, Mungu akuweke. Asante sana my brother, asante sana. Much love and respect. Yani leo kaka, sijui nikuambia nini, huyu msanii ninavyomkubali nilikuwa najiuliza hivi yupo duniani. Nashukuru tena hajanenepa. Umemsikia bwana anapiga michemsho tukasema, kwa hiyo yeye kwa sababu ya kutunza sauti anajikuta nakula tu michemsho, kwa hiyo sio mtu wa vitu vinono. Asa maana alikuwa mwembamba sana huko akipiga mawani yake meusi dana kapelo zake hajaacha kuvaa. Zamani sana kaka, leo umenifurahisha sana. Bwana huyu shabiki yako sana, nakumbuka mpaka kapelo zako. Unajua toka kitambo. Kabisa. So tulikuwa
tunazungumzia namna ambavyo uliingia kwenye masuala ya utunzi na ukawa unasema kwamba ulikuwa unaandika alafu unaziacha nusu ikawaje uliimprove vipi hapo kwenye masuala ya utunzi? Kwa hiyo ilifikia wakati naziandika nyingine nusu zinakuwa nyingi, nusu robo, nyingine imekamilika kisi sijalizika nayo. Unaona? Kwa hiyo imekwenda baadaye sasa. Nikaja kupata gita moja hivi nimelitengeneza mwenyewe, ile nimeweka nyuzi 3. Gita? Sijai kuona mtu anapopiga gita hata mmoja hata siku moja. Nikasema nitalipiga tu. Nilituni mwenyewe kwa tuni yangu ninavyojua, nikapata sound ambayo na basi nikawa nina rhythm yangu moja, hiyo ndo napiga hiyo. Bwana. Kwa hiyo gita ulijifunza mwenyewe? Nilijifunza mwenyewe tu. Kwa sauti tu zile ninavyosikia na tuni pale na basi nikawa napiga nyuzi 3 zile, napiga nyuzi 3 huko na imba. Sema mzee ulikuwa na manake kipawa hicho cha hali ya juu sana. Okay. Kwa nafanya hivyo na so masuala ya gitaa na nini sasa hivi uko vizuri zaidi? Gitaa napiga. Gitaa napiga vizuri. Kuna chombo kingine ambacho unapiga? Ninapiga gitaa hasa gitaa la solo, rhythm, bass, hata drums. Na drums wanapiga? Pia hata zile tumba naweza kupiga. Tumba pia unazichapa zile? Naweza kupiga tumba. I say. Kwa hiyo inanisumbua keyboard kwa sababu sijai kutulia nayo kusema naweza lakini hiyo tayari hapo ni multi instrumentalist, kwa hiyo unapiga vyombo zaidi ya 2 3 bwana, sio mchezo. Hongera sana pia. Asante sana. Okay. So kwenye utunzi hapo ukajikuta tena baadaye uko vizuri? Kusema kweli hiyo ilikuwa sasa imekwenda imefika wakati unakuta wimbo unaweza ukajiimba wenyewe kichwani. Kiasi kwamba mimi sasa ni kufanya tu kuwekea kumbukumbu. Kama kujirekodi wakati ule kuna vikaseti. Unajirekodi vile. Unajirekodi unabonyeza pale katikati chui. Unarekodi ile. Unaona bwana? Sauti zile zinakaa, kwa hiyo idea inakuwa imekaa. Baadaye ukipata idea nyingine zimekaa. Kwa hiyo nikawa sasa naweza kutunga. Okay. Wimbo gani katika ambazo umezitunga unadhani utunzi wake ulikuwa bora sana, kila ukisikiliza unaona hapa nilitulia vibaya sana? Kuna wimbo wangu mmoja naupenda sana. Unaitwa Maya, African Revolution. Bana mbo, hebu itafute kama utaikuta African Revolution Maya, tutaicheza hapo kidogo. Katika nyimbo ambazo nazipenda Maya na ukubali sana. Maya Okay, kwa nini au ulikuwa kisa cha kweli ni hapana, au kwa kisa cha kweli, isipokuwa melody ambazo nilizitengeneza za ule wimbo na maneno niliyotumia kuanzia mwanzo mpaka chorus, halafu na vyombo vilivyopigwa pale ndani. Kwa kweli huyo wimbo waliutendea haki hata wapiga vyombo sana. I say hongera sana brother, kwa sababu nafikiri mpaka wewe mwenyewe kufikiria kwamba nimeona ni miongoni mwa watu wakitaja katika nyimbo ambazo zimetajwa za kwako, na wewe pia watu umeutaja sana, lakini wewe mwenyewe kuona kwamba ulikuwa ni katika huo ubora, basi bila shaka umeona yani namna gani ambavyo umekuwa una impact kubwa sana. Ndio. Sasa baada ya mafanikio yale ya bendi mbili zile za African Stars na African Revolutions, ndo kama hivyo baadaye kina Muumini nao wanapata kazi sehemu nyingine, Mchinga Sound. Kaka mkubwa alichoki naye mara Extra Bongo mara hapa Vurumaiza hapa na pale. Mzee wangu kwa unakomaa kule unalibeba jahazi la African Revolution nakumbuka. Lakini yale mabadiliko yale yalikuja akatengeneza sasa vita za huku na huku. Wewe kimsingi unafahamika kama moja kati ya wasanii ambao si wa vurugu yani, na hao walikuwa ni kaka zako, washikaji zako na nini. Kwenye zile vita zilikuwa zinakuaje? Zilikuwa athiri ama kwako ulikuwa unazichukuliaje? Mimi hazikunyasi hata kidogo, kwa sababu kwanza nilichokuwa nakiona kwa mimi binafsi, nikaona mimi sina ugomvi na mtu yoyote. Hakuna mtu mwenye ugomvi na mimi, hata upande ule na upande wetu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini tu kwamba nikufanya vizuri zaidi ya mwenzangu. Yaani nilichokuwa naamini kwamba ukiona mwenzako amefanya hiki, jaribu kufanya zaidi yake. Hii nilikuwa naamini hivyo. Kwa hiyo competition inakuwa ipo ndani ya utendaji, lakini sio kwenye mioyo na chuki. Mimi sikuwa na hicho kitu hata kidogo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona sawa tu hizo competition ziwepo, mradi zisiwe za chuki, zisiwe za kuumizana. I say, na wewe ulikuwa unautazamaje? Kwa sababu kiini cha
yale yote ilikuwa ni ushindani. Of course kwenye biashara, unajua kwenye biashara huwezi kusema kwamba ni kwenye biashara hakuna chuki, kwa sababu watu wana, yani chuki inakuja kivingi, lakini kwa mfano nilikuwa nakusudia hapa, mtu anapomuona mtu fulani amefanya biashara amefanikiwa, naye kama ana uwezo wa kuifanya, naye anatamani, naye unajua mwendo wa kupata pesa. Ndio. So Twanga Pepeta, African Revolution, Ndugwa, wote wanafanya vizuri na nini at the same time, na mtu akaona kabisa biashara bendi inalipa. Kwa hiyo akaanza kujaribu kufungua bendi nyingine na nao wajipatie pesa, si ndio? Ndio ilivyo, usio maana huwezi kumwambia mtu kwa nini wewe umenunua daladala wakati na mimi na madaladala, so unajua haiwezekani. Lakini sasa ndani yake, maana yake ushindani ulisababishwa na nyinyi kufanya vizuri. Ndio. Umeona Ndio. Mara sasa hivyo Mchinga Sound, mara Extra Bongo, mara sijui imetokea hivi na hivi na hivi. Na ushindani ulikuja kuzidi zaidi walipokuwa sasa wanachukuliwa vijana wadogo pia kutoka Kongo na kuingia pale. Kweli kabisa. Ule uwepo wa wale vijana wale walipoanza kuingia, kina Christian Bella au wanakuja na nini, how was it? Ile changamoto wewe ulichukuliaje kwenye manake vijana wengi nao walikuwa wanakuja hapo katika ubora pia? Mimi nilipenda. Okay. Nilipenda kwa sababu unajua muziki ni uwanja mpana. Na muziki hautakiwi ujifungie ka eneo fulani ukaona hapa kananitosha. Muziki sio kama vile mtu kama baskeli, ukisha kwamba umejua, umeona muziki unahitaji challenge, umeona na zile challenge ndio zinazokufanya na wewe unakwenda mbele. Ndio maana pale nikarudi pale mwanzo kama nilivyosema kwamba nilikuwa napenda hata ile competition zinazotokea mradi ziko ndani ya mioyo yetu za kutengeneza chuki. Lakini competition kwamba umefanya kizuri, ile ndio wivu wa maendeleo. Kabisa. Kwamba huyu amefanya hiki, mimi ngoja nijitahidi kufanya zaidi yake. Na kama akijafikia unajiuliza mara 6 mara 7 kwa nini? Umeona, lakini uchukie yeye. Umeona? Kwa hiyo tukifanya hivi ni vizuri. Kwa hiyo hata mimi ujio wa wanamuziki kama kina Christian Bella, kina Zagreb Butamu, kina Taxis Masela, kina Alain Kabasele, kina Kanel Top wale. Mimi niliona ni vizuri kwa sababu walileta kitu kizuri, walileta ladha nzuri kwenye muziki. Walileta kitu kizuri. Kwa hiyo ndio kama vile nilivyosema kwamba na wewe unaangalia sasa na mimi nifanyeje ili nifanye vizuri kama hivi au zaidi ya hivi. Nani katika waimbaji wale waliokuja kwenye hiyo list hiyo alikuwa ana not only kukupa changamoto, lakini ulikuwa ukisikia unasema huyu mtu sasa amekuja, yani alileta ile challenge nzuri? Unajua kwa sababu mimi nilipoingia hapa kutokea Nairobi nilileta changamoto kwa wengine. Of course. Na wengine walijaribu sana kupita zile njia. Walijaribu au sio? Nilikuwa ni vizuri kwa sababu na kila mtu anapenda kitu kizuri. Kama unafanya kitu kizuri au mtu anakifuata basi ni kizuri. Mimi katika ujio wa ile ya Kudo Impact nilikuwa nafurahia sana uimbaji wa Zagreb Butamu. Nilikuwa nafurahia sana uimbaji wake, yani sana. Na bahati nzuri wakati huo nafurahia uwezo wake, na hata nikikaa na watu nawaambia wale ambao tuko nao karibu tunaongelea muziki, wakiniuliza kama hivi nawaambia Zagreb ni mwimbaji mzuri. Ana melody nzuri, ana sauti nzuri, anayo maneno ya kuongea katika huo wimbo. Umeona ni mtu anaelewa anachokifanya. Kwa hiyo Zagreb mimi nilikubali sana. Ulimkubali sana. Bahati nzuri na yeye pia napata habari zake, naye anapokikaa na watu anasema naye anakukubali. Kwa hiyo tayari mlikuwa labda kwa sababu njia mzokuwa mnapita. Nafikiri kitu kama hicho. Bali wewe katika masekeseke yale ya watu kuhamahama na nini ukenda huku na huku, wewe haukuwa mwenye kuripotiwa kuhamahama. Nadhani katika watu ambao walisimama na bendi zao ni wewe pamoja na Msafiri Diof. Nini kilikuwa kipo nyuma yake? Wewe ni mpaka pale ambapo ulipoamua kuanzisha bendi yako mwenyewe Sayari Band, right? Wakati natoka Tamtam. Hapana. Nilipotoka Tamtam pale nilikuwa nimefuatwa na Captain Komba marehemu. Sawa. Toti ulifanya Toti. Ni kweli. Nimekumbuka. Na nilipotoka Toti nilikwenda Morogoro, nikaa miezi 4 tu, kwa kuna mkurugenzi mmoja wa Tanroad pale. Alikuwa na bendi pale. Nitaniambia bwana boost kidogo bendi yangu. Kwa hiyo nikaa miezi 4. Mkataba wa muda mfupi. Kwa hiyo nilipotoka Morogoro moja kwa moja baada ya miezi 4 nikaingia Twanga Pepeta African Stars. Twanga Pepeta. Kwa hiyo baada ya kutoka Twanga Pepeta
ndio pale sasa nilianzisha Sayari bendi yangu. Okay. Yeah. Okay. So katika maana yake ulienda tot tu. Wenzio walikuwa kama Mzee Choki kachakaza bwana. Mzee Choki na Muumini wamechakaza sana. Wanaanzisha hii, wanarudi. Nini hasa kilikuwa kimekufanya wewe ulikuwa unatulia kwa muda mrefu yani haukuwa na mama? Msafiri aliniambia Maza alimwekea kibunda kikubwa. Anasema yeye alikuwa analipwa vizuri pengine kuliko yoyote. Ndio. Wewe ilikuwaje? Kwanza mimi napenda muziki wa arrangement. Watu mmearrange na kila mtu anafanya kile ambacho mmekiarrange kwa pamoja. Yeah. Na kuna magumashi. Ndio. Sasa ile kwa mahama kwa mara kwa wanamuziki wakati mwingine ndio inatokea zile arrangement zinakuwa haziendi sawa. Sasa mimi napenda kukaa sehemu moja kwa muda na watu fulani tukae pamoja kwa muda ili tufanye kitu fulani na kionekane. Okay. Japokuwa huwezi kualamu wala watu wanakwenda huko na kule kwa sababu kila mtu ana sababu zake katika maisha haya. Sasa. Na anachokipata anajua yeye, lakini mimi wanapenda kutulia sehemu moja, inajenga heshima. Lakini pia inajenga ile muziki nayo kueleweka. Hata ritm inaeleweka pia. Ndio maana unaona hata heshima ya TX Moshi ni kukaa sana msondo ngoma. Heshima ya Luiza Mbutu ni kudumu sana Twanga Pepeta. Na usio yeah. Kwa hiyo nafikiri ina uzuri wake. Okay. Japokuwa kila anayama naye ana sababu zake za msingi pia. Okay. Okay. Sawa. Sawa. Tumejaribu kuangalia hiyo namna ya wewe ulivyoweza kukomaa tunasema usio namna ulivyoweza kukomaa na nini na ukaweza kubakia hapo kwa muda mrefu zaidi. Ile unadhani ile hama ile ya hawa wasanii maana ulikuja ukazungumzia kwamba kuna namna kuna kitu hapa tulikizungumza hapa kuhusiana na zile hama zilipokuwa zinaathiri na nini, lakini pia kuna kitu tulikuja kukizungumza namna ambavyo arrangement sio arrangement, namna ambavyo muziki wa dance ulivyoondoka na ukaanza kukosa support taratibu na nini. Ndio. Unadhani zile hama zilikuwa zinaleta tu hype alafu baadaye zikawa zinapunguza empire? Manake unajua hizi kwa mfano Twanga Pepeta zilikuwa ni ngome. Zilipokuwa zinavunjika zikasi zinapunguza mashabiki wa huko anaenda huko anaondoka huko. Hudhani kama hiyo ilikuwa ni moja kati ya sababu ambayo ilikuwa inadhoofisha taratibu bila nyinyi kujua, ama kwa sababu of course ushindani kwa pale ulikuwepo lakini tayari ile empire moja inakuwa imevunjika. Kwa hiyo kadri siku zinavyoenda huyu akitana anatoka anaenda bendi nyingine ya tatu anazidi kuvunja. Sijui ili ulikuwa unalitazamaje? Hilo nalo ni moja kati ya sababu ambazo nazo pia zimechangia. Yes. Haiwezi kukwepa kukubali hilo. Yeah. Ni moja ya sababu pia zinazochangia kwa sababu katika mjumuiko pale kila mtu ana namna ambayo anachopenda. Ndio. Kuna wengine wanakuja kwa ajili ya fulani, wengine wanakuja kwa ajili ya mpiga tumba tu. Mpiga tumba leo hayupo kaja mwingine. Sawa. Mwingine anakuja kwa ajili ya mpiga drums, leo hayupo kaja mwingine. Kwa hiyo wanakuta na yeye wengine wanaamua kuwafuata. Anakwenda huko, anapokwenda pia anako akuja hajatulia amehamia kwingine, anamfuata, mwisho wake anaamua kumwacha. Anarudi kwenye bendi ile alikuwa anaishabikia, ama anaamua naye kuwa zigzaga. Kwa hiyo hiyo nayo pia tuseme tu imechangia. Maana sasa kazi zilikuwa sio mchezo, yani unajua huku hivi unaona. Kwa hiyo kidogo nafikiri ilikuwa inaleta challenges mbalimbali. Alright, sawa. Kuna jina moja hivi aka yako Jogoo la Shamba, hii ilitokana nini? Hii ilikuwa inaitwa Jogoo la Mjini. Jogoo la Mjini kwa brother. Yeah, sure. Nishazoea neno hilo Jogoo la Shamba. Hii ndio imezoeleka. Sasa mimi nikaitwa Jogoo la Mjini. Hii Jogoo la Mjini imetokana na kule Nairobi. Okay. Kule Nairobi kule Wakenya wakati ule kile chama chao kile kinaitwa KANU kile nembo ya jogoo. Okay. Sasa kuna siku tulikwenda kupiga kwenye mambo yao ya Moi, wakati ule Moi nakumbuka. Okay, wakati wa Rais Moi. Kuna issue zake za serikali. Yeah. Kwa sasa katika kuimba na nini watu wakasema hii jogoo tunasemaga, si ndio hii?
Kwa hiyo ni wa Kenya ndo walikupa. Alinipa jina la Jogoo. Sasa na mimi nikaongezea tu la mjini. So Jogoo ilitokana na uwezo wa sauti, sio? Uwezo wa sauti. Okay. Vile unavyoimba nini? Naam. I say. Kwa kumbe majirani bwana. Sawa, asanteni majirani kwa kutupa jina la pili la mkali Buddy Bakule. Ni classicist na ndio maana leo tunamtazama hapa. Asante sana my brother Willy, anasema huyo Buddy Bakule bwana mbaya sana, hizo voko zake ni hatari sana. Hakika my brother, Buddy Bakule ni mtu hatari kweli kweli. William Max anasema Buddy Bakule aliwahi kujiunga na mass media mzee Zoro. Alikuwa anauliza jamaa, anasema hapana, sijawahi kujiunga naye. Hajawahi kujiunga bwana, alijiungaga na Toti. Okay, sawa. Kadende Frank Kasase Kadende anasema tunakupata na Buddy Bakule, Jogoo la mjini, kiumbe hatari kabisa. Frank Kasase Kadende. Bwana, asante sana Frank Kasase Kadende. Nimepata ujumbe wako bwana, na nashukuru sana pia kwa hii hapa. Tukija kwa watu wetu wa YouTube, anasema bwana Chesco mzee wa matunda hapa, nimesikia sana wakati bado kabisa nikiwa dogo. Anasema Chesco mzee wa matunda, nimemsikia sana, umemtaja hapa. Ndio, ni kweli. Ni nani wa Chesco? Natamani kumfahamu. Bado yupo bwana huyu jamaa, bado yupo, na hata hivyo mimi mwenyewe pia nimetafuta mawasiliano yake na nimeyapata, na siku moja utapata kumfahamu huyo jamaa. Chesco mzee wa matunda. Huyo alikuwa ni msikilizaji wa radio lakini shabiki wa muziki kama hivyo, si ndio? Nakumbuka alikuwa pale Afrika sana pale. Sinza. Mambo matunda pale. Alikuwa mtu maarufu sana. Na alisaidia sana katika kupush muziki. Maana si atapiga simu, ataomba wimbo, atatuma message, alimzadi. Kwa hiyo tutamtafuta brother, utapata kumfahamu, na kwa sababu nafikiri alipomsikia alipomtaja kwenye wimbo, ndio kwa naye akataka kumfahamu bwana. Kwa hiyo Hassan Hussein bwana Chesco bwana, tutampata tu inshallah na tutamleta hapa kwenye The Classic siku moja. DJ Mbu, unaenda wapi DJ Mbu? Kaa hapo. Tuna kazi nyingine ya kuitambulisha. Tuna kazi yake, moja ya kazi zake ambazo ameziachia hivi karibuni, so tutapata nafasi ya kusikiliza bwana. Sasa Buddy bwana, kwenye baada ya mambo ya Sayari Band na nini, katika ule ukimya ule, ukaamua, kuna kipindi ulipotea kabisa, ukaamua kwenda Ruvu huko. Ndio. Ruvu ni nyumbani, sio? Kwa hiyo nyumbani ni Ruvu, nyumbani Ruvu. Okay, nini sasa kilikutoa mpaka ukaamua uingie huko, ukajichimbia kabisa, ukapotea kabisa mjini? Yani kwa kifupi, sikuwa Ruvu, nilikuwa hapa Dar es Salaam. Okay. Sema tu kwa sababu nilisema niko Ruvu ili watu wajue niko Ruvu. Hilo ulikuwa umejichimbia hapa town? Niko hapa. Na katika kujichimbia kwangu kuna mambo mazuri tena makubwa, sio madogo. Unajua mimi ni mtu najifunza kila siku. Okay. Kwa hiyo hata hapa ndio maana nikasema, na msemo wangu nilikuwa nasema pale kwamba muziki sio kama baskeli, kwamba ukijua umejua. Ukijua umejua, mimi najifunza kila siku. Kwa hiyo nilipata muda wa kujifungia kidogo. Kuna vitu vingi ambavyo vinakuja vikali. Ulikuwa unajipika. Unajipika upya. Ndio maana yake. Hapo sasa sawa. Hapo tumekubaliana kabisa na jambo hilo. Sasa ile downfall ya muziki wa dance ile ni kitu ambacho kilisikitisha watu wengi, lakini pia kuna era za muziki zimebadilika. Ndio. Kuna era yenu, manake era zilikuwa tofauti. Kuna era ya hip hop tu, ikaja era ya taarab ikafanya vizuri zaidi. Era yenu ya dansi, alafu ikaingia bongo flavor mdogo. Bongo flavor ndio ambayo imedumu hapo kwa muda mrefu mpaka sasa. Ndio. Lakini generation hizi kubadilika zilikuwa zinaendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Ndio. Ninadhani kwamba kwa upande wenu ninyi watu wa dance sasa, ndio, ni kama hamkuenda vizuri na wimbi la mabadiliko ya teknolojia, kiasi kwamba hii downfall ikawa imewachukua kabisa. Mimi naamini kwamba pengine mngekuwa bado na, yani kipindi kile kama mlivyokuwa zamani, lakini mkakubaliana na mabadiliko, sijui ma social network haya ama nini, mnaweka kazi zenu na nini, unajua. Sasa hivi kidogo mmeamka, lakini bado sio kama, nafikiri mnawaona vijana, vijana jinsi ambavyo wako busy kweli kweli, yani posti zinapishana na nini na nini. Sawa, umri na nini, lakini
hamkukubaliana na haya mabadiliko, pengine inaweza ikawa ni sababu nyingine ya downfall ya muziki wa dance. Naweza kusema kweli kuna wakati umebadilika na inatakiwa kwenda nao. Naweza kusema kwa upande huo kidogo kuna hali ambayo kujisahau. Unajua watu wanataka kuishi katika hali ya mazoea. Ndio. Ushazoea hivi kitu kimekuja aina nyingine, waamini kama kinaweza kikawa msaada. Ushazoea media hizi kama hivi ninavyosema hapa. Kabisa. Radio, television na nini. Kwa hiyo kurudi kwenye ule mfumo wa digital platforms kidogo ilikuwa imechukua muda kuadapt sisi kama wanamuziki wa muziki ya dance ama management zetu zile kuadapt hiyo mazingira. Kwa hiyo nalo ni moja jambo ambalo nalo limechangia. Lina mchango katika drop. Mimi kwa sababu unajua, kwa mfano nitakutajia mtu mmoja ambaye bado yuko relevant, lakini kwa kitambo kirefu, lakini amekuwa kwenye mitandao kiasi ambacho hii generation inamuona kama wa kwao. Ndio TID. Okay. Umeona TID Mnyama. TID Mnyama, yani nafikia kipindi vijana wanasahau kama yule ni mtu ambaye alishawaacha kiumri. Unajua wanamuona kama bro fulani wajuzi, lakini ni mtu ambaye lakini namna ambavyo alivyo active kwenye mitandao anavyochangamsha na nini inamfanya anakuwa anakuwa bado relevant. Sasa kwenye muziki wa dance kila nikiangalia nani yuko active ile kisawa sawa kidogo inakuwa sawa. Mzee wangu alichoki anapapatua kidogo, lakini bado anakupiga posti moja leo, anapotea wiki, anapiga posti nyingine. Sasa unajua samani malizia alafu nikwambie kitu. Unajua mambo kama haya wenzetu wengi wanakuwa kuna watu maalum kabisa. Ndio hicho nilikuwa nataka kuja hapo. Huwezi kukaa wewe mwenyewe kila wakati unachukua hivi nini, lakini kuna kuwa na watu maalum kabisa ambao wanachukua vile vitu vya msingi, vitu vya muhimu, vitu ambavyo vinaweza kuleta trending zile. Umeona? Sisi huku kweli bado hatujakuwa organized sana kwenye. Ndio nilikuwa nasema kwamba you should mnatakiwa mhaya watu kwa ajili ya hizo kazi. Yani account yako bali bakule unatafuta Gen Z mmoja hivi ambaye kila ulipo na matukio yako yanadili nayo. Uko sahihi. Halali, ushaelewa? Uko sahihi. Safi sana bwana. Kwa hiyo sasa mipango ikoje badi bakule? Mipango inaendelea kama kawaida. Kama unavyoona sasa hivi tunafanya kazi na wakati mwingine na Muumini na special band. Sure. Maana tuliungana, nimeamua kustopisha kidogo sayari. Kwa ajili ya kukusanya nguvu za pamoja. Tufanye kitu kwa pamoja na Mwinjuma Muumini Prince. Kwa hiyo watu tunafanya hivyo, wakati mwingine tunasafiri mikoani. Kwa sasa hivi yuko busy kidogo na mambo yake, na mimi natembea na mambo yangu. Lakini tunapokuwa kila mtu mambo yake yamestop ya kinyangaiko, basi mnakuwa mnafanya joint band Kwa hiyo inakuwa ni band hiyo sasa inaitwaje hiyo ambapo inaitwa special band. Inaitwa special band. Special band. Kwa hiyo ni wana tamtam. Kwa hiyo wewe Muumini na nani mwingine anakuepo? Nakuwa na Rashid Mwezingo, Silver Boy. Sawa kabisa. Mimi bwana kilio changu ni hicho tu kwamba bado jamii inahitaji kujua zaidi, na hiyo ndo sababu ya mimi kuanzisha hiki kipindi na kuwa nawaita watu tofauti. Tunaitaga watu wa filamu, watu wa bongo flavor na watu wa dance pia siwaachi. Kwa sababu ya jamii iweze kuwajua kule ambako mmetoka na umuhimu wenu, namna ambavyo mmekuza muziki wa Tanzania. Ni kweli kabisa. So hapa panakuwa nyumbani kwako bwana, usipaogope kabisa. Sawa kabisa. Sasa bali bakule. Ndio. Mimi nataka ni kuchangamshe kidogo bwana, umepigwa sana na baridi humu. Sawa. Bwana kapigwa sana bakule na baridi bwana. Ngoja tumchangamshe kidogo. Unaona semaje? Tumchangamshe bali bakule sasa hivi ndugu zangu. Na nazungumzia mida ya lawama. Sasa hapa kuna session yetu inaitwa mida ya lawama. Ndio. Kwenye mida ya lawama hapa bali bakule. Wewe kazi yako itakuwa unachagua moja kati ya wawili ambao nakutajia. Ndio. Umeona nakutajia wawili, wewe unachagua moja tu. Sawa Sawa. Haya, uko tayari? Niko tayari. Haya, sawa. Tunaanza sasa. Khalid Chokora au Msafiri Diouf? Unaenda na nani hapa? Kwa kweli mda wa lawama.
Hii ndo mida lawama, ukisikia mida lawama ndo hii. Wewe unachagua mmoja tu. Hata wao wakija wakikaa hapo inawakuta. Kwa hiyo wala usiwaze. Muda lawama kweli. Khalid Chokora au Msafiri Diouf? Ndio. Unaenda na nani hapo? Ningeenda na wote lakini sasa unataka uchague mmoja. Basi nitaondoka na Diouf. Diouf Okay, asante sana Badi Bakule ya kwanza hiyo. Sawa. Ya pili. Robert Hega Caterpillar ama Saleh Kupaza? Hapo nakwenda na nani hapo? Sasa huo mtihani. Twende tu taratibu tutafika. Hii miamba hii. Miamba. Hatari sana. Saleh Kupaza mwana Tanga. Saleh Kupaza mwana Tanga. Asante sana. Namba 3. Mumin Mwinjuma ama Alichoki Kamarade? Hapo nenda na nani hapo mzee wangu Badi Bakule? Hii kweli ndugu lawama. Mida lawama hii mida lawama. I say. Tutaondoka na Prince. Tutaondoka na Prince Mumin Mwinjuma. Asante sana. Sawa. Namba 4. Jessica Charles ama Louisa Mbutu? Louisa Mbutu. Okay, sawa. Namba 5. Amina Ngaluma, rest in peace. Naam. Ama Hadija Kimobiteli? Hadija Kimobiteli. Asante sana. Tunakwenda okay, tushapiga 5 Namba 6. Banza Stone, mwalimu wa walimu, au Msafiri Diouf? General Banza Stone. Asante. Namba 7. Omari Mkali au Waziri Sonyo? Waziri Sonyo. Sawa. Namba 8. Ndio. Christian Bella ama Nyoshi El Sadat? Christian Bella. Sawa, tuende zetu kwa dancers hawa. Lilian Internet. Ndio. Ama Aisha Madinda, rest in peace? Aisha Madinda. Twanga Pepeta au African Revolution? African Revolution. African Revolution, sawa? Okay. Na ya mwisho kabisa kwa leo, ndio. Tot Plus au Akudo Impact? Tot Plus. Maana kajipigia kajipigia mapande mwenyewe bwana. Hatari. Okay. Bwana, sawa, shukrani sana bwana Badi Bakule. Sisi tumefurahi sana kuwa nawe leo session ya kwanza hii. Inshallah tukipata muda tutalikana tena. Wala usiwaze kabisa, lakini pia hapa EFM bwana, hapa nyumbani kwako bwana. Ukiachana na kipindi ambacho tunacho Jumapili special kwa ajili ya muziki wa dance. Nafikiri unakifahamu kinaitwa Kadanse. Lakini pia unaweza ukihitaji bwana vipindi katikati mwa wiki hapa vipo vipindi bwana, kuna raha za Uswahilini, kuna jioni ya leo jamani bwana, Badi Bakule is back, nataka kuachia ngoma yangu na nini, au sio? Sawa kabisa. Yaani hapa EFM bwana, sisi ni Waswahili, kwa hiyo hatuna shida. Hamna shida. Muziki wa dance wa kwetu, singeli umeona ya kwetu. Naona. Na kila kitu. Kwa hivyo anytime bwana. Sasa labda kama una chochote cha kumalizia na ndugu zetu ama raia ambaye anakusikiliza na ambaye kwa namna moja ama nyingine amekuwa amekufuatilia kwa muda mrefu. Kwanza mimi nawashukuru kwa kunifuatilia kwa muda wote na bado mna mapenzi na mimi. Sawa kama ambavyo mimi pia nawapenda sana. Na nataka niwaambie tu kwamba ukimya wangu muda wote si ukimya wa kupoteza muda, ni wa kutengeneza jambo. Na hapa ninavyowaambia tayari nimeshatengeneza ngoma 2 ambazo nafikiri tunasubiri kwa wakati huu, tuko kwenye mchakato wa mambo ya uchaguzi na nini. Mpaka huko 29 kutakuwa kuna pilika za mambo ya kupiga kura. Kwa hiyo mimi baada ya kumaliza 29 kupiga kura nitatangaza tarehe rasmi ambayo nitaachia ngoma 2 ambazo moja inaitwa Domozege. Hii itakuwa ni video kabisa, ambayo ishakamilika video tayari, lakini kutakuwa na audio ya Peace
Pisi kali. Pisi kali. Hizi ni ngoma mbili tofauti, zenye jumbe mbili tofauti, lakini pia zenye midunda au beat tofauti. Okay. Wanataka kwenda na Gen Z sasa, wanataka kuwaletea vitu vyao vya pisi kali. Najua hiyo pisi kali watakubali. Okay. Sawa, na shukrani sana. Sasa Badie, kabla tujaondoka hapa, hebu tutafutie kionjo kingine hapo tupigie kapela. Utachokipenda wewe sasa hivi. Okay. Nakusihi wala usitie kufuru mwenzangu we. Punguza mawazo, omba kwa Mungu atakusaidia. Kupata na kukosa ni kazi yake Maulana. Elewa Mungu ana mitihani yake. Kaumba matajiri na mafukara kama mimi. Kaumba vilema na wazima, mabubu na viziwi, viwete na vipofu, matasa na wagumba. Yote ni kazi yake yeye. Bwana, asante sana bwana. Bwana, wasanii wa Bongo Flava wamemsikia jamaa hapo, ngoma imepigwa flat kabisa wanangu, au sio? Hii ni moja kati ya vitu muhimu sana. Ukiambua kapela afu kaipiga umenyosha namna hii, najua unafahamu wewe mwenyewe unakuwa unajisikia raha, au sio? Sasa mimi hapa nikiamua nipige hii lazima nikooe. Sasa sijui wewe unaweza kuipiga.